Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema itashambulia nyuklia za Israel. Iran imetishia kushambulia kinu cha nyuklia cha Dimona cha Israel katika kile inachosema ni kulipa kisasi, wakati huu ambapo kumekuwa na majaribio ya kushambulia baadhi ya vinu vya nyuklia huko nchini Iran. Afisa wa jeshi la Iran amesema kuwa jaribio lolote la Marekani au Israel la kutaka kupindua utawala wa Iran kupitia machafuko ya silaha litakabiliwa na jibu la moja kwa moja ambalo linaweza kujumuisha kulenga kinu cha nyuklia cha Dimona cha Israel na kukiharibu kabisa. Afisa huyo aliongeza katika matamshi yake yaliyobebwa na tovuti ya habari ya Iran kwamba kuanzisha mpango wowote unaolenga kuangusha utawala kutailazimisha Iran kulenga miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Ingawa Israel haijawahi kukiri rasmi kumiliki silaha za nyuklia, tathmini nyingi za kimataifa zinaonyesha kuwa inamiliki silaha hizo. Mpango wake wa nyuklia unachukuliwa kuwa moja ya silaha za siri zaidi za maangamizi makubwa duniani. Israel haijatia saini mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia, mkataba wa kimataifa unaolenga kuzuia kuenea kwa aina ya silaha hizo. Kwa sababu hii, vifaa vyake vya nyuklia haviko chini ya mfumo wa ulinzi wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki, ambayo inaruhusu wakala kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa vifaa vya nyuklia katika nchi ambazo zimejiunga na mkataba huo. Uwezo wa nyuklia wa Israel umebakia kuwa mada ya makadirio ya kijasusi yasiyokuwa ya uhakika tangu miaka 1960 ilipoanza kuendesha kinu cha nyuklia cha Dimona kwenye jangwa la Negev. Katikati ya mwaka 1980, sehemu ya uwezo huo ilifichuliwa baada ya fundi wa zamani wa kinu cha Mordecha Vanunu kupatia gazeti la Uingereza maelfu ya picha za kile alichosema ni vichwa vya nyuklia vya Israel. Habari iliyofichuliwa na Vanunu ilisababisha kutathminiwa upya kwa makadirio ya hapo awali ya ukubwa wa ghala la nyuklia la Israel, ambalo mwaka 2003 lilikadiriwa kuwa si chini ya vichwa 100 vya nyuklia, ikiwezekana hata 200. Kuna ushahidi kwamba Israel imefanya jaribio la nyuklia lililokubaliwa hadharani. Hata hivyo, watafiti wengine wanapendekeza kwamba mlipuko unaoshukiwa wa nyuklia kusini mwa bahari ya Hindi mnamo mwaka 1979 unaweza kuwa jaribio la nyuklia la Israel, labda lilifanywa kwa ushirikiano na Afrika ya Kusini, ingawa hii bado haijathibitishwa. Muda mfupi baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israel mwaka 1948, baadhi ya viongozi wake walianzisha kuonyesha nia ya kuendeleza uwezo wa nyuklia kama njia ya kufikia kile kinachoelezwa kuwa uzuiaji wa mwisho. Mwaka 1952, tume ya nishati atomiki ya Israel ilianzishwa, ambayo ilifanya kazi kwa karibu na jeshi, na kufikia mwaka 1953 Israel ilikuwa imeanza kuchimba urani kutoka kwa phosphate katika jangwa la Negev, na pia ilikuwa imegundua uwezo wa kiufundi unaohusiana na utengenezaji wa nyenzo za kimsingi zinazohitajika kwa mpango wa nyuklia. Hata hivyo, wakati huu Marekani, ambayo imekuwa ikishirikisha Israel katika karibia shughuli nyingi, mwaka 1986 Mordechai Vanunu, ambaye alifanya kazi kama fundi katika kituo cha nyuklia cha Dimona, alitoa katika gazeti la Uingereza la The Sunday Times habari ya picha wa mpango wa nyuklia wa Israel, ambapo wakati huu mpango huo ni dhahiri unadaiwa upo. Nchi kadhaa za Mashariki ya Kati zimeelezea wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa Israel kumiliki silaha za nyuklia. Licha ya kwamba Israel imeshutumu Iran kuwa na silaha za nyuklia, lakini na yenyewe pia inashutumiwa kuwa na silaha hizo, lakini ni jambo ambalo kimsingi halizungumzwi. Sasa Iran inasema wakati wao wamekuwa wakishutumu Iran iliyochunguzwa kuwa na silaha za nyuklia bila mafanikio, wao wanajua kabisa kwamba Israel ina silaha hizo, na moja kati ya mkakati uliopo sasa ni kushambulia eneo hilo lenye silaha za nyuklia pamoja na kinu chake cha nyuklia cha Dimona. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.